Hello, this is Carlson, Dr. Carlson Joseph kutoka Cal International Study Abroad, na hii ni Chuo Talk by Kipanya episode namba 6 inaruka hewani kupitia podcast yetu ya Cal International Tanzania, ambapo tunaendelea kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na kusoma nje ya nchi. Tunajifunza mambo mengi sana kuhusiana na kozi, kuepuka namna matapeli na vitu vingine. Kwa hiyo tukiangalia session iliyopita tulikuwa tumeanza kudadavua baadhi ya kozi na tukaangalia kozi ambazo zipo, kozi 5 bora ambazo sasa ni za kusoma mwaka 2026 2027. Lakini pia tumekuwa tukiendelea kupokea maswali na majibu. Aisee, tunawashukuruni sana kwa kuendelea kutufuatilia Cal International Study Abroad, na tunaahidi tunaendelea kuwapa elimu bora. Tumepokea maoni mengi sana, tunapokea maswali na tutaendelea kuyajibu kadiri ya Mungu anavyotujalia uzima. Na kila Ijumaa ifikapo mida ya saa 7 mchana, kimbilia YouTube yetu uweze kuendelea kujifunza. Elimu hii hata kama sio leo unataka kwenda kusoma, mwakani itaendelea kukusaidia, na sisi tutaendelea kutoa hizi elimu mpaka pale ambapo tutahakikisha kwamba Watanzania wote tuna elimu kuhusiana na masuala ya kwenda kusoma nje ya nchi. Na utakuwa na mimi professional wako ambaye nina uzoefu wa zaidi ya miaka 6 katika kusaidia wanafunzi kusoma nje ya nchi, lakini kuzifikia ndoto zao, na tuna zaidi ya wanafunzi 600 ambao tumewasaidia kwenda kusoma nje ya nchi. Kwa hiyo jumuika na sisi uweze kukutana na elimu ya kiwango cha juu kuhusiana na kusoma nje ya nchi. Lakini tupo kwenye masuala ya kiutafiti, tunaendelea kutoa tafiti mbalimbali za masuala yanayohusiana na kielimu. Kozi zipi sasa hivi katika soko la dunia, sio tu hapa Afrika, Tanzania na kadhalika, lakini tunaangalia zaidi katika masuala ya kidunia. Kwa hiyo tutaendelea kuwepo, lakini pia tuna session zetu mbalimbali za Make the Difference. Endelea kutufuatilia, endelea kutengeneza future, na sisi tunahakikisha kwamba Tanzania, tunajenga Tanzania ambayo inaziona fursa ambazo zipo nje ya nchi na kuweza kuzitendea kazi katika wakati sahihi. Kwa hiyo kirudia swali, hili ilikuwa ni swali la Miss Sofia Christopher, huyu anatokea Morogoro. Alikuwa anasema tunaomba utusaidie kozi 5 bora za mwaka 2026. Nikaanza na radiography katika sekta ya afya, tukaongea masuala ya radiography, tukaongea masuala ya biomedical engineering, optometry, MBBS pamoja na physiotherapy, ambazo hizi zinapatikana nchini India pamoja na Malaysia. Yes, tunaweza tukapata hizi course. Kwa hiyo tukaongelea, lakini pia kuna BBA Law International Relations, hizi tukaongelea kwamba zinapatikana nchini Jerumani, pamoja na BBA Law inapatikana India. Kwa hiyo tukaenda katika kozi za computer science. Sasa computer science yenyewe ikawa ina branches, ina IT, ina cyber security na masuala mengine yote yanayohusiana na artificial intelligence. Yes, kuna kozi moja inaitwa data science and artificial intelligence. Kwa wale wote wanaotufuatilia, tumeshaiongelea katika session mbalimbali za huko Instagram, kwa hiyo unaweza ukakutana nazo hapo. Lakini tukiongelea hii masuala ya cyber security, ni ulinzi mtandao. Sasa hivi kampuni dunia tunaelekea katika mfumo wa cashless economy. Tanzania mpya tunaojenga, tunatamani tuisaidie Wizara ya Fedha kutokuprint pesa nyingi. Kwa hiyo tunavyoelekea sasa katika cashless economy, au tunasema uchumi wa kutokutumia noti katika kufanya mauzo na vitu vingine, tunatamani tuweze kufanyaje, tuweze kufikia huko, tupunguze budget. Kwa hiyo kama pesa zitabaki kwenye masimu zetu, M-Pesa, tunasema Tigo Pesa, sijui kuna mifumo mbalimbali ya kibenki, NMB, tunasema zile cyber crimes zinazozidi kuongezeka. Sasa hivi tunaita kwamba nitumie kwenye namba hii, lakini baadaye sasa tutafikia stage ambayo utatumiwa linki, ambayo linki itaenda kufanyaje, kwenda kukomba pesa zako zote. Yaani hata zile crimes ambazo zinaenda kutokea sasa kwenye mitandao itakuwa ni advanced ones. Sasa hivi tuna hizi nitumie, sijui mwenye nyumba wako bwana hujanitumia pesa yangu, sijui na nini, lakini tunavyozidi ku advance tutakutana na cyber crimes, au tunasema makosa ya kimtandao ambayo yanakuja kwa namna nyingi. Kwa hiyo ukiweza kusoma cyber security, ni miongoni mwa kozi ambazo zinaweza huko mbele zitakuja kuwa na mchango mkubwa sana katika taifa letu, katika ujenzi wa taifa na katika kuingizia kipato wewe mwanafunzi ambaye leo hii unawaza ukasome kitu gani. Lakini pia kuna masuala ya IT na yes, IT pamoja na hizi
masuala ya data na kadhalika ni miongoni mwa kozi ambazo kwa sasa hivi zinahitajika sana. Kwa hiyo ambaye unasoma PCM, PCB, CBG au any kozi yote ile ya sayansi, anza kuconsider kwenda kusoma kozi hizi, na zinapatikana nchini India, Ujerumani pamoja na Dubai, Uingereza pamoja na nchi nyingine ambazo ziko Europe. Ukitufuata Kali International tutakuelezea kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni wapi ukasome kozi hii na inakupa faida gani. Umeona? Lakini pia tuna accounting and finance, na hii tutakushauri usome Malaysia, ambapo Malaysia tunakutana na partnership university wetu anaitwa INT International. Yeye anakupeleka Convert University ambayo ipo Uingereza. Kwa nini accounting and finance ukasome Malaysia? Kwanza unapata ACCA kutoka Uingereza ambayo hii ni international, kwa lugha nyepesi ni kama CPA, lakini ni kama certification au chartered accountant. Kwa hiyo unakuwa na certification ya kimataifa. Kwa hiyo ukirudi Tanzania unaingia katika system yetu ya Tanzania, then utaweza kupata CPA na itakusaidia huko mbele kuweza kufanyaje, itakusaidia mbele. Lakini pia sio lazima urudi Tanzania. Ukiwa na ACCA inakuingiza katika soko la kimataifa, kuwa accountant wa kimataifa. Kwa hiyo ni rahisi wewe kuajiriwa na kampuni yoyote ile duniani. Vile vile inakupa knowledge na teknolojia unayosoma nayo pale. Hii accounting and finance wanaijumuisha pamoja na masuala mazima ya IT. Kwa hiyo ni kozi ambazo kwa sasa hivi lazima tuziangalie kwa jicho la tatu, kwamba ni miongoni mwa kozi ambazo zitafanya vizuri sana, kwa sababu pia tunaenda katika mlipuko wa makampuni, lakini pia Tanzania ya viwanda ambao tunaiota kila siku imekuja kwa namna inakuja kwa namna nyingine. Kwa hiyo lazima tuwe na accountants, lazima tuwe na CEO, lazima tuwe na nani yote. Kwa hiyo the more ambavyo nchi inakuwa, pia kuna baadhi ya kozi ambazo zinazidi kuhitaji watu. Miongoni mwa kozi ni udaktari, lakini pia na hizi accounting and finance. Ukijumuisha na masuala ya kiteknolojia, the more ambavyo tunakuwa advanced, nchi inazidi kusonga mbele, ndio the more ambavyo pia hawa watu wanahitajika. Kwa hiyo ni kozi ambazo ni good selling kwa mtu anayemaliza 2026 2027 akasome hii kozi, itamsaidia. Ni miongoni mwa kozi ambazo zitasaidia sana. Lakini pia kuna kozi kwa wale ambao wana pure arts, interior architecture. Interior architecture ni miongoni mwa, sasa hivi watu wengi wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo na tukiachana na karibu interior architecture tu ile ya ndani, masofa na vitu vingine, lakini pia kuna masuala ya lightings na kadhalika. Kwa hiyo ni lazima pia, ili uje na kiutofauti, ukitaka sasa wewe mwanafunzi wetu make the difference. Make the difference inaanzia wapi? Pale ambapo unaweza unaenda kusoma katika nchi ambao wanakufundisha ujuzi mpya, ambao ujuzi mpya unaoleta hapa Tanzania ndio interior architecture. Kuna watu wanakuja na wanafanya mambo mazuri sana, makubwa sana hapa Tanzania, wanatoka Uturuki, wanatoka Malaysia, wanatoka India, wanaleta vitu vizuri sana hapa nchini kwetu. Kwa hiyo tunatamani ya kwamba hivi vitu tena sio vya kuagiza nje, tuweze kuvitengeneza humu ndani. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza humu ndani, lazima uwe na jicho la interior, au lazima uwe na jicho la kiusanii, lakini pia lazima uwe na elimu kubwa na uwe na connections katika hizo sehemu. Kwa hiyo ukiwa unaenda kusoma, unachagua nchi ya kwenda kusoma, unaenda kusoma sehemu fulani, hakikisha kwamba kile unachoenda kukisomea katika ile nchi kinafanywa katika ubora mkubwa, katika uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi naweza nikaenda nikachukua, nikakopesha, nikatumia pesa kujikopesha ujuzi, ule ujuzi nikauchukua, nikauleta hapa Tanzania na kuufanya kama leverage ya wewe kuweza kupata pesa. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo ninawashauri sana wanafunzi waweze kuviconsider sana katika hili soko letu la ajira. Sio tu kwamba lazima tukadirie kwamba nikasoma interior architecture ajira yake hapa nchini ikoje. Kuna baadhi ya kozi ambazo ukisoma zinakufanya wewe mwenyewe uweze, ukirudi uwe na jicho nyingine. Hata kama ukisema unaajiriwa, basi ni kwa ajili ya kuchukua experience, na experience hivi vivyo vinakupatia experience. Practical experience ni kubwa, lakini pia wanakutanisha maprofessors na kadhalika. Kwa hiyo ni rahisi wewe kuweza kukopi na ile jamii yetu kule, na pia kwa sababu tayari una experience katika makampuni makubwa. Nimekutana na rafiki yangu mmoja amesoma interior architecture, ni miongoni mwa watu ambao walitengeneza ofisi za Google pale Kenya. Kwa hiyo tayari hapo una CV kubwa wewe mwanafunzi kwa ajili ya
ina CV kubwa tayari. Cha kwanza una CV kubwa, lakini ukiachana na CV tayari una ujuzi na una uzoefu. Yaani ukishafanya kazi 3-4 za makampuni makubwa, ukaona jinsi gani watu wanafanya, wanakosea, wanaingia kazini, wewe tayari imeshakupa experience ambayo hiyo experience ukija kuitumia, ukishakuja kusimama mwenyewe itakusaidia sana. Okay, swali kutoka kwa Emmanuel Masawe, huyu anatokea Kilimanjaro. Anasemaje, ukiachana na kigezo cha gharama, ni sehemu gani special mwanafunzi anaweza kupata elimu bora, au chuo gani kikubwa mnaweza kurecommend kwa ajili ya kusoma nje ya nchi, ambapo mwanafunzi anaweza kusoma masuala ya biashara ama engineering? So, hili swali mimi nitalijibu katika upande wa nchi. Kusoma masuala ya biashara ama engineering, nchi bora katika hayo masuala kuna UK, kuna Canada, kuna Australia na India pamoja na Ujerumani. Lakini katika hizi nchi zote ambazo tumezitaja hapa, vyuo bora katika Uingereza tuna Convent University, lakini pia Angela Rutgers University kwa UK, lakini pia tukija Australia kuna Griffith University, ni miongoni mwa vyuo bora kabisa ukiachana na gharama, lakini the quality of education ambayo unaipata pale ni miongoni mwa sehemu bora sana kwa mwanafunzi kwenda kusoma. Tukija Ujerumani tuna Schiller University, kuna University of Europe of Applied Sciences, kuna Aachen University, ni miongoni mwa top universities ambazo zitakusaidia wewe katika masuala ya biashara na engineering uweze kuwa mwanafunzi bora. Hapa tunachoangalia zaidi ni ubora wa elimu, exposure, lakini pia kuajirika au nafasi za kazi. Chuo namna gani iko chuo kinaenda kinakwenda kukutengeneza wewe mwanafunzi uweza kuzisaka fursa. Na tukiwa kweli ni kwamba katika nchi za wenzetu baadhi ya kozi zimeshakuwa ni wanazitoa kwa wingi sana. Tunaweza tukaangalia kwa mfano tuje Ujerumani au India, ni sehemu ambazo leo hii wanatengeneza madaktari, wanatengeneza engineers wengi. Kwa hata soko la ajira, tukija kwenye soko la ajira kule linakuwa ni gumu. Kila siku itwayo leo soko la ajira katika nchi za wenzetu linakuwa nayo ni gumu, ni kitendawili ambacho kinashindwa kutatulika. Lakini bado vyuo ambavyo sisi tunapeleka mwanafunzi, cha kwanza tunachohakikisha ni kwamba chuo kinamtengeneza mwanafunzi kuwa competent kwenye soko la ajira, kwamba yeye haendi tu kukutana na wanafunzi, haendi tu kusoma, lakini chuo tayari kimeshajua kwamba regardless ya kwamba Tanzania, nchi fulani Ujerumani soko la ajira ni gumu, sisi lazima tuhakikishe kwamba within 18 months wanafunzi ameajirika. Kwa hiyo nguvu kubwa itawekezwa katika kuandaa startups, yani inamaanisha hizi entrepreneurship. Kama wewe una entrepreneurship na chochote, then wale watakuandaa mapema, watakutengenezea hayo maandalizi kuhakikisha kwamba wewe unaweza ukafikia hiyo ndoto yako. Lakini pia wanahakikisha kwamba wana hiyo career sales pale wanakaa chini na wanafunzi kutengeneza CV, kuhakikishia kwamba wewe mwanafunzi hauendi tena kudondoka chini katika unapoenda sometimes unajua tunaenda apply labda ni kazi, lakini kinachotunyima kazi sio ujuzi au bobevu tulionao. Kinachotunyima kazi ni kutokuwa na mpangilio mzuri au kutokujua namna ya kwenda kumface ule mwajiri wako. Kwa hiyo chuo kama chuo kikaona hiyo kinakusaidia wewe sasa namna ya kuweza kuapply kazi kisahihi na kuweza kuhakikisha una secure ile kazi ambayo unaipata. Kwa hiyo tukiachana na masuala yote ya gharama, sehemu nzuri za kwenda kusoma ni hizo. Tufuatilie Kali International, tutakusaidia application katika hizo nchi zote ambazo nchi yoyote ile ambayo unatamani kwenda kusoma nje na ndani ya bara la Afrika. Lakini pia kuna mwanafunzi mmoja anaitwa Fatuma Bakari, huyo anatokea Zanzibar. Ametoa oni lake, ametoa maswali, anasema tutumie mbinu gani kuweza kuzitambua kwa sasa duniani tunahitaji teknolojia fulani au watu fulani wanaohitajika. Yani kwa mfano kwa jinsi ambavyo nimeelewa swali lake, anamaanisha kwamba ni namna gani naweza nikatambua kwamba ni teknolojia aina fulani ndio inahitajika kwenye kusoma nje. Cha kwanza angalia job market. Job market sasa hivi inahitaji watu gani? Kwa mfano miongoni mwa series ambazo tumezifanya tunaambia kwamba the more ambavyo tuna advance katika teknolojia ya kompyuta kwenye matumizi ya artificial intelligence, ni makampuni machache sio kwa waelevu ndio wataenda kufukuza kazi ma computer engineers.
lakini makampuni mengi ambayo ni werevu wataenda kuajiri ma computer engineers wengi, au tunasema ma IT officers na kadhalika, regardless ya kwamba artificial intelligence imeenda kupunguza kazi za watu wengi. Kwa hiyo moja kwa moja na wewe lazima uangalie sasa, okay, katika market ya miaka 3-4 ijayo ni watu wa aina gani watakokuwa wanahitajika zaidi katika tasnia yetu. Kwa mfano unaweza kaangalia, ukiingia katika sites mbalimbali, ukitupigia simu Kali International, tutakusaidia kuweza kuziangalia sasa kwamba okay, kwa tafiti hizi ni kwamba ndani ya hizi kozi, katika kozi hizi na hizi na hizi ni miongoni mwa kozi ambazo zitakuwa zinaajirika au zitakuwa katika on demand kubwa. Kwa mfano tukiangalia pia ukiingia hata LinkedIn unakutana na watu wanaotoa ajira. Kwa hiyo unaweza kufanya utafiti wako, kaangalia pale LinkedIn kwamba kozi zipi ambazo au kazi zipi zinazohitajika sasa hivi. Angalia sectors zinazo grow kwa haraka au zimeingia on trending haraka zimekuwa, lakini pia tafuta fursa ambayo wenzio wanaona sio fursa, ukawekeza hapo. Kwa mfano AI, artificial intelligence, lakini pia kuna masuala ya afya pamoja na finance. Ni sekta ambazo zinakuwa kama nilivyoelezea huko nyuma kwamba sasa hivi kuna mlipuko mkubwa wa makampuni, industries na kadhalika. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ukipiga picha unajua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vitakuja kuhitaji wasomi. Kwa hiyo na wewe unachukua sasa kwamba okay, mimi nikienda kusoma kitu hiki nitakuja kusaidia jamii yangu katika masuala haya. Kwa hiyo nayo itakusaidia kujua ni vitu gani ambavyo vinahitajika. Maoni mengine hii maswali ambayo yametumwa DM ya Masudi Kipanya. Mwingine ameuliza kwamba naweza kusoma nje bila ya IELTS. Yes, unaweza kusoma nje. Sio kozi zote zinahitaji IELTS. Sio nchi zote zinahitaji IELTS. IELTS itahitajika zaidi ukiwa unaenda kuapply universities za UK pamoja, sometimes ipo ni USA na Canada, japokuwa hizi nchi nyingine ni kulingana na chuo chenyewe pamoja na kozi unaenda kusoma au pia background yako wewe mwanafunzi, lakini sio nchi zote zitakazohitaji IELTS. Kwa hiyo jibu la kwamba naweza kusoma nje bila kuwa na IELTS, ndio, unaweza kusoma nje ya nchi katika ni baadhi tu ya nchi ambazo zinahitaji IELTS. Kwa hiyo tutakuangalia sasa okay. Na kitu kimoja ambacho mimi natamani nikiongezea hapa ni kwamba tusiogope kufanya mitihani. IELTS ina faida nyingi ukiwa nayo. Miongoni mwake ni kama unataka kwenda UK kwa ajili ya masuala ya kazi, kwa ajili ya masuala ya tukiangalia masuala ya kazi, tukiangalia masuala ya kusoma na mengine, watakuhitaji uwe na IELTS. Au pia kwenye kuandika CV yako. Usiandike tu CV yangu kwamba mimi Joseph Carlson ninajua kusoma na kuandika Kiingereza fluently. Hapana. Pale ikiwa more professional unasema kwamba mimi nina score band ya 6.5 katika kuongea Kiingereza, hivyo nipo fluent katika ABC katika lugha ya Kiingereza. Hiyo inakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo na Kali International kulitambua hilo, tuna partnership nzuri sana na British Council. Sisi kama Kali tukaweka kwamba itakuwa one stop center kwa mwanafunzi anaenda kusoma Uingereza, tukaweka misingi mizuri kwa mwanafunzi anaenda kusoma bila Uingereza, instead of kwamba atoke kwetu tena aende British Council kujiregister. Hapa Kali International tunakusajili na tunahakikisha kwamba unapata certificate, lakini pia tunakuandaa, tuna walimu ambao wanakufundisha wewe hiyo IELTS, wanakufundisha Kiingereza ili mradi uweze ukaufanye mtihani wa IELTS ukiwa vizuri. Kwa hiyo baadhi ya nchi ambazo zinahitaji IELTS kwa mfano China, India, Germany, yes, lakini pia kuna nchi kama Canada, hizo bado hazihitaji IELTS. Lakini kwa masuala mazima ya ushauri, everything, usikwame kwenda kusoma nje ya nchi kisa una IELTS. Kwa hiyo Kali International tuna mwarobaini wa hicho kitu. Njoo kwetu, tutakusaidia, tutakuandalia process zote kuhakikisha kwamba kusoma Uingereza au nchi ambazo zinahitaji IELTS kwa usahihi mkubwa. Kwa hiyo sisi ni certified partners wa IELTS for British Council. Kwa hiyo tutakusaidia katika masuala processing, lakini pia tutakupa walimu ambao watakutrain kuhakikisha kwamba IELTS pia sio tu kama kufanya mtihani, lakini unaenda kufaulu vizuri mtihani wako. Okay, huyu anaitwa Grace Faraja. Mchakato wa kuapply unaanza muda gani?
Mchakato wa kuapply ni kulingana na nchi unayoenda kusoma, lakini sisi Kali International tunahakikisha kwamba hiyo process inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi, kwa mfano India, wiki moja tunakuwa umeshapata admission, umepata offer letter and everything, and unapata visa, unaenda kusafiri. Tunahakikisha kwamba ndani ya siku 7 Kali International tumejizatiti ndani ya siku 7 kuhakikisha kwamba unapata documents zako zote na mipangilio yako yote ya safari inakuwa imekamilika. Wewe inachobaki ni kupanda ndege na kusafiri. Lakini nchi nyingine kama Uingereza, Canada, tunakushauri anza application na process miezi 2 kabla ya safari yako. Lakini kama nilivyosema awali, ukianza mapema unaweza kuzijua taarifa nyingi mapema, na sisi tutakushauri namna ya kuweza kupangilia budget na kila kitu, ili mradi process inakuwa ni fupi na kuweza. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi ambazo zinaweza kufika mpaka wiki 6 kwenye process nzima ya visa. Kwa mfano China, process yake kidogo inakuwa ni ndefu. Kwa hiyo tukishakaa pamoja tunaweza tukakushauri ni sehemu gani, kulingana pia na urgency ambayo unakuwa nayo wewe mwanafunzi au mzazi. Swali lingine linatoka kwa Victor Shigongo, huyu anatokea Mwanza, anauliza MBA General au MBA Finance, ipi ni bora? Sisi direct MBA Finance ni specialized, inakuwa na demand kubwa, na haswa katika nchi za wenzetu pia MBA Finance ambayo inakuwa ni specialized kwa sababu kwanza unakuwa umestick kwenye kitu kimoja, unakifanyia utafiti, na unakuwa so too generalized. Kwa sababu MBA General unakuwa bado upo hanging. Hii BBA General tutashauri mwanafunzi akasome Bachelor of Business Administration General, lakini katika level ya masters lazima ujue nini unachokitafuta. Lakini pia fanya utafiti kabla ya kwenda kusoma kozi, kwamba una miss vitu gani katika tasnia husika. Huyu anatokea Janet kutokea Kigoma, anasema nikienda kusoma nina uhakika kupata kazi? Hakuna sehemu yoyote ile kunapata guarantee ya kupata kazi, ila ukichagua vizuri nafasi ni kubwa sana. Ukichagua vizuri kozi unaenda kusoma, ukichagua vizuri nchi unaenda kusoma, ukaangalia pia hiyo kozi ina faida zipi, na ukaenda kwenye chuo ambacho kinakujenga wewe, kinakufacilitate wewe kufikia ndoto zako, uhakika unakuwa ni mkubwa sana. Lakini sio guarantee 100% kwamba ukienda kusoma nje utaweza kupata kazi. Pia alikuwa anaongezea visa ya student ni ngumu kupata. Hapana, inategemeana na maandalizi yako na nani ambaye ni mshauri sahihi. Ukiwa na sisi Kali International, visa ya student ni rahisi, na tunakuhakikishia mpaka 80% mpaka 98% wewe kupata visa, kwa sababu visa ya mwanafunzi sio ngumu kabisa. Huyu pia Janet alikuwa anaulizia ninaweza kubaki baada ya kumaliza masomo. Ndio, unaweza ukabaki kulingana na nchi nyingi ambazo tunafanya nazo kazi, ambazo ni UK, Canada, Australia, Germany. Huku wana postgraduate permit mpaka miezi 12. Unaweza ukabaki Ujerumani, ukabaki UK, ukabaki Canada, unafanya kazi baada ya kumaliza. Kwa hiyo lazima uchague pia kozi unaenda kusoma iwe ni high demand katika nchi husika, lakini pia lazima ujue kwamba hizi nchi ambazo tunaenda kusoma na unaweza kubaki, gharama zake pia za maisha, gharama za chuo pia ziko juu. Tuende kwenye swali la Brian, huyu anatokea Shinyanga, anauliza kwamba kuna wanafunzi wamefanikiwa kupitia nyie. Okay, anauliza kuna wanafunzi wamefanikiwa kupitia nyie. Yes, kuna wanafunzi wengi sana wamefaulu, wamefanikiwa. Sasa hivi wanafanya kazi kwenye mabenki, wanafanya kazi kwenye hospitali, wanafanya kazi sehemu mbalimbali. Yes, wengine wapo Uingereza, kuna wanafunzi wapo Benjamin Mkapa Hospital, kuna wanafunzi wapo Muhimbili National Hospital, kuna wanafunzi wapo kwenye mataasisi mbalimbali ya kiserikali na mataasisi binafsi, ambao hawa wote wamefanikiwa kupitia Kali International Study Abroad. Kwa hiyo hii ichukue kama fursa yako leo kwenda kutimiza ndoto zako. Mwisho wa podcast hii ndio mwanzo wa podcast nyingine. Tutembelee YouTube yetu Focus, anaenda kaandike Chuo Talks by Kipanya, ambayo ni podcast ya kwanza ya kusoma nje ya nchi ya Kiswahili na inayofanyika hapa katika ardhi ya nyumbani Tanzania. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia Instagram yetu ya Kali International, lakini pia tutumie ujumbe mfupi kupitia namba zinazopita hapo chini. Endelea kufuatilia pia Masudi Kipanya katika YouTube channel zake uweze kuendelea kuelimika katika masuala ya kusoma nje ya nchi
kwenda kusoma nje ya nchi imekuwa ni rahisi sana kupitia Kali International Study Abroad. Tukutane wiki ijayo mida ile ya saa 7 mchana. Bye bye.